Tuelekee kaunti namba 26 ambapo muungano wa wauza nyama katika eneo la North Rift umeripoti kuwepo kwa uhaba wa nyama. Kuleni kumbe tu jamaa. Tuungane naye Collins Shitiabai akiwa na maelezo zaidi. Unapofika katika bucha za Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, bei ya nyama imepanda kwa kiwango kinachotia wasiwasi. Hali hii imesababishwa na uhaba wa mifugo wa nyama na sasa imeanza kutishia sekta nzima ya biashara hiyo. Wanunuzi wengi wameanza kujiondoa sokoni kutokana na gharama kubwa ya maisha, jambo linaloweka wafanyabiashara katika wakati mgumu. Hizi wateja hata wakuli nyama wapatikani kwa sababu kwenda tena ya pili nyama imepotea, ng'ombe kupatikana kwa sasa imekuwa ngumu. So biashara ya nyama imekuwa ngumu Kitale. Katika kichinjio cha Kitale ambamo awali zaidi ya ng'ombe 35 walichinjwa kila siku, hali imebadilika pakubwa. Kwa sasa takriban ng'ombe 10 pekee wanachinjwa kila siku katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Mifugo imepungua mpaka ng'ombe 10 na kondoo 20, kondoo na mbuzi from about 60 shots. Hali si tofauti katika masoko ya mifugo kama Sibanga, ambayo hapo awali yalishuhudia mamia ya ng'ombe, lakini sasa yamebaki na idadi ndogo sana. Wataalamu wanasema kuwa changamoto hii inatokana na ukosefu wa mikakati madhubuti ya kusaidia wafugaji katika kuboresha uzalishaji wa mifugo ili kuongeza idadi ya mifugo wa nyama. Mimi ningeshauri tu serikali katika bajeti zao wakifanya katika hii mashamba za ADZ kama zamani, warudishe mipangilio ya ng'ombe ndio ili biashara yetu ikuwe sawa na ikuwe salama. Aidha, wadau wanaitaka serikali kusitisha kwa muda usafirishaji wa nyama nje ya nchi hadi wakati ambapo taifa litajitosheleza ili kusaidia kushusha bei kwa walaji wa ndani na kuimarisha biashara ya nyama nchini. Kwa hivyo tungesitiza kwamba serikali wakati inaongelea mambo ya irrigation iseme ni nini itafanya kwa mambo ya mifugo, kwa sababu wafugaji wale ambao ni pastoralists wao wanapoteza ng'ombe nyingi sana kwa sababu ya kukosa maji, wanapoteza ng'ombe nyingi sana kwa sababu ya kukosa chakula. Wizara ya Mifugo inasema tayari imeanzisha mikakati ya kufanya sensa ya mifugo ambayo itaandamana na mafunzo ya kisasa kuhusu mifugo wa nyama. Wafanyabiashara wa nyama katika kaunti ya Trans Nzoia wanasema kwamba iwapo serikali haitachukua hatua madhubuti kuhakikisha uzalishaji wa mifugo wa nyama humu nchini, basi huenda hali hii ikawa mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 2 zijazo. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.